nyingine ni government and private sectors supporting in condemning waste destructions in the environment. Hii inahusiana na government sectors na private institutions kama vile Sanamare, Transforming Light na Mazingira Connect kuzuia uchafuzi wa mazingira kupitia hizi waste ambazo zinakuwepo katika mazingira yetu, na uwezo wa serikali na support yao katika enact laws, kutengeneza sheria ambazo zitaweza kuwa ni kizuizi cha uchafuzi wa mazingira kupitia sheria na other kinds of things that ambazo zinaweza condemn the waste destructions in the environment. Na ya mwisho ni enacting laws and principles on several places about conservation. Hii inahusiana sana na government, haswa pia ni institutions. Tukiwa mfano hapa shuleni, kukiwekwa sheria kali ambazo zitamdhibiti mwanafunzi kutupa taka katika maeneo ya kwenye mazingira. Tukasema labda baada ya kutumia kitu fulani, let's say a product kama plastic, unabidi uweke kwenye dustbins zinazopatikana katika shule, au uende ukaiweke sehemu ambayo haitoweza kuchafua environment. Na kama mtu akipinga sheria hiyo, anaweza kupata adhabu yoyote au akalipishwa fine. Hizo ni aina ya laws ambazo zinasaidia kucondemn hizi kinds of waste destructions ambazo zinaweza zikaathiri mazingira yetu, na pia zinapelekea uchafuzi wa marine environment na organisms ambazo zinapatikana kule, kama ile sheria ya mwaka 2004 na sheria ya mwaka 2019 1st of July ambayo ilicondemn matumizi ya mifuko ya rambo meusi, ambao imesaidia sana katika environment yetu kwa sababu zile hazikuweza kudecompose, na pia zimesaidia katika marine organisms. Asante. Ndio makofi. Awili. Na swali. Okay, naomba hayo maswali tutaulizana bado tuko tutakapomaliza session, sawa? Tuko pamoja.